Sauti yake imesikika, utetezi wake umeonekana si tu katika taifa letu la Kenya bali hata katika taifa la Tanzania. Namzungumzia si mwingine la Boniface Mwangi. Boniface Mwangi ni mwanaharakati, mpiga picha na mwanasiasa mashuhuri toka taifa la Kenya aliyejulikana kwa msimamo wake thabiti dhidi ya ufisadi, ukosefu wa haki na uongozi mbovu. Alizaliwa mnamo Julai 10, 1983 katika mji wa Taita Taveta, kaunti ya Taita Taveta. Alipokuwa na umri wa miaka 6 alihamia kuishi na bibi na babu yake huko Nyeri kabla ya kuungana tena na mama yake jijini Nairobi. Alikulia katika maeneo ya kipato cha chini kama Ngara, Majengo na hatimaye Pangani. Kutokana na changamoto za kifamilia na za kiuchumi, lilazimika kuacha shule mara kwa mara na kusaidia mama yake kuuza vitabu mitaani. Baada ya kifo cha mama yake mnamo mwaka 2000, jambo ambalo limsikitisha sana, Mwangi alijiunga na chuo cha Biblia kwa nia ya kuwa mchungaji, lakini baadaye alihamia kwenye wanahabari na kujifunza upigaji picha. Alihudhuria shule ya uandishi wa habari ya binafsi huku akiendelea kuuza vitabu ili angalau kugharamikia masomo yake shuleni. Alianza kuchapisha picha katika gazeti la The Standard. Mwangi alipata umaarufu mkubwa katika picha zake za ghasia mnamo baada ya uchaguzi wa 2027 hadi 28. Lakini msikilizaji wangu, niruhusu leo na unisaidie kumpa maua yake shujaa huyu. Nisaidie kumpongeza na unisaidie kabisa kumuhongera kwa ile kazi anayoifanya. Nisikilize Mwangi, kutoka kwa tasnia mzima ya Sauti ya Dhahabu tunakuenzi sana. Kutoka kwetu tunakuhongera, maisha marefu tunakutakia, zile ndoto zako zote zikaweze kutimia. Hii ni Sauti ya Dhahabu. Jina langu ni Kelvin Nyakundi. Ipo siku Afrika na dunia mzima bila shaka itafurahia kwa sababu